Zelensky adaiwa kugomea mazungumzo baada ya Putin kutotokea. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amegomea mazungumzo ya amani yaliyopangwa nchini Uturuki baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kutojitokeza, na badala yake viongozi hao wamewakilishwa na maafisa wa chini. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa uamuzi huo baada ya Urusi kuthibitisha kuwa rais Vladimir Putin hatohudhuria kikao hicho, na badala yake ametuma kile ambacho Zelensky ameita maafisa wa ngazi ya chini. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Ankara baada ya kukutana na rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki, Zelensky amesema hana sababu ya kusafiri hadi Istanbul ikiwa Putin mwenyewe hatakuwepo. Anasema, tutasubiri taarifa kutoka Marekani na Uturuki kuhusu muda kamili wa kikao, alisema Zelensky. Urusi haionekani kujali sana kuhusu mazungumzo haya, lakini bado niko tayari kwa mazungumzo ya ana kwa ana na rais Putin. Pamoja na hayo, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan amesema kuna dalili za matumaini kufanyika kwa mazungumzo ya ana kwa ana, ingawa misimamo ya pande mbili bado inatofautiana. Anasema pande zote mbili kimsingi zimeonyesha kukubali wazo la kusitisha mapigano, alisema Fidan. Hata hivyo, wana mitazamo tofauti kuhusu jinsi ya kutekeleza hatua hiyo. Ukraine inataka usitishaji vita wa haraka na usio na masharti, lakini Urusi inasisitiza kuwa baadhi ya masuala lazima yakamilishwe kwanza. Urusi kwa upande wake imesisitiza kuwa lengo lake ni amani ya muda mrefu. Mpatanishi wake mkuu Volodymyr Zelensky, ambaye pia ni msaidizi wa rais Putin, amesema kupitia mtandao wa Telegram kuwa nchi yake inalenga kuondoa sababu kuu za mzozo kwa njia ya mazungumzo haya ya moja kwa moja. Mazungumzo hayo yanaonekana kuwa ya kihistoria, kwani ni mara ya kwanza kwa pande mbili kukutana uso kwa uso tangu kuanza tena kwa mzozo huo kufuatia mashambulizi mapya ya Urusi mashariki mwa Ukraine. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump akizungumza akiwa ndani ya ndege ya Air Force One amesema hatarajii mafanikio yoyote kutoka kwenye mkutano wa Istanbul hadi pale atakapokutana binafsi na rais Putin. Vilevile, mkuu wa ujumbe wa Urusi Volodymyr Medinsky amesema anatarajia wawakilishi wa Ukraine wawasili kwa mwanzo wa mazungumzo ya amani Ijumaa mwendo wa saa 4 saa za Istanbul. Katika ujumbe wa video aliotoa kupitia mtandao wa kijamii wa Telegram, Medinsky amesema wako tayari kufanya kazi na kwamba hapo Alhamisi walikuwa na mazungumzo mazuri na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan. Kwa upande wake, Ukraine kupitia rais Zelensky imesema inautuma ujumbe wake unaoongozwa na waziri wa ulinzi Rustem Umerov, licha ya kuwa ujumbe wa Moscow haujumuishi yeyote anayefanya maamuzi kuhusiana na vita vya Ukraine. Zelensky amesema lengo la ujumbe wake ni kujaribu kufanikisha hatua za awali za usitishwaji mapigano. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Haijabainika ni mazungumzo ya aina gani yatakayofanyika kwa sasa, ukizingatia Putin na Zelensky wote hawatakuwepo, ila maafisa wa Uturuki wamesema upo uwezekano wa mazungumzo ya mataifa matatu, Ukraine, Urusi na Uturuki, kufanyika Ijumaa. Rais wa Marekani Donald Trump kama waziri wake wa mambo ya kigeni Rubio ameonekana kutilia shaka upatikanaji wa suluhu katika vita hivyo vilivyodumu kwa zaidi ya miaka mitatu sasa, akikiri kuwa huenda mwafaka usipatikane hadi pale atakapokutana na rais Putin. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vilevile AU imejiweka katika hali mbaya ya kiuchumi kwa kuunda simulizi ya uongo kwamba Urusi ni tishio kama bara hilo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Maria Zakharova anasema kwenye mkutano, AU inavumbua kile kinachoitwa tishio la Urusi kwa sababu kueneza simulizi hii kuna vuruga umakini wa raia wao kutoka kwenye hali mbaya katika uchumi wao. Na hali hii mbaya inatoka wapi? Kwanza kabisa, kutokana na vikwazo dhidi ya Urusi ambayo alipata hatua za kulipiza kisasi, pamoja na kupoteza msingi wa rasilimali ambao wao wenyewe walikata, licha ya manufaa ya wazi na uaminifu wa vifaa kutoka Urusi. Mwanadiplomasia huyo aliashiria kile alichokiita giliba za mara kwa mara za maafisa wa Ulaya katika nyanja ya kiuchumi pamoja na siasa zinazoendelea za masuala ya kiuchumi, yote kwa manufaa yao ya kibinafsi. Vilevile, mazungumzo ya moja kwa moja na Ukraine yanalenga kuhakikisha amani ya kudumu na kuondoa sababu kuu za mgogoro huo, anasema msaidizi wa rais Volodymyr Zelensky ambaye anaongoza ujumbe wa Urusi mjini Istanbul. Wazo na mazungumzo ya moja kwa moja na upande wa Ukraine ni kufikia amani ya kudumu mapema au baadaye, wakati wa kuondoa sababu kuu za mzozo. Ujumbe kutafuta suluhu zenye kujenga na kutafuta muafaka, mwisho wa kumnukuu. Mnamo Mei 11, rais wa Urusi Vladimir Putin alipendekeza kuanza tena mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine bila masharti yoyote ya awali mnamo Mei 15 huko Istanbul. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vilevile, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Maria Zakharova ameviambia vyombo vya habari kwamba taarifa za maofisa wa NATO zinaonyesha kwamba nchi za magharibi zina hofu tu na kuwasili kwa ujumbe wa Urusi mjini Istanbul kwa mazungumzo kuhusu Ukraine.
Tunaona wimbi la wasiwasi linalotokana na mawaziri wa mambo ya nje wa NATO na maafisa wa Brussels, Zaharov alisema. Nilisoma matamshi haya ya kutisha karibu kila dakika 5. Kila moja ni ya kushangaza zaidi kuliko ya mwisho. Ni kana kwamba wanaogopa kwamba wataalamu waliobobea wamefika, waliojitayarisha kujadili masuala yote, sheria za kimataifa, hali ya msingi na masuala ya operation ya kijeshi. Naam, wanakaribishwa kwenye mazungumzo, yote yamo kwenye menyu. Kulingana na Zaharova, wajumbe wote wameonyesha kiwango chao cha juu cha taaluma kwa miaka ya kazi ya kujitolea na majina yao yanatambuliwa duniani kote. Vilevile ujumbe wa Urusi katika mazungumzo ya utatuzi wa mzozo wa Ukraine huko Istanbul unaundwa na wataalamu wa ngazi ya juu ambao wako tayari kufanya kazi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zaharova anasema. Hayo yakiendelea, Budapest inatumai kuwa wanasiasa wa Ulaya Magharibi ambao walizuia Urusi na Ukraine kuhitimisha makubaliano miaka 3 iliyopita wakati huo hawataingilia mazungumzo ya Istanbul. Waziri wa mambo ya nje wa biashara wa Hungaria Peter Szijjártó anasema, akitoa maoni yake juu ya suluhu za mzozo wa Ukraine. Vile Marekani imependekeza kufufua mazungumzo ya usalama chini ya baraza la NATO na Urusi kama sehemu ya kazi ya kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Mtu anayefahamu swala hilo anaiambia Bloomberg. Urusi na muungano wa Atlantic ya Kaskazini walianzisha uhusiano mwanzoni mwa miaka 1990 na mwaka 1997 walitia saini sheria ya kuanzisha mahusiano ya pamoja, ushirikiano na usalama, kwa vile walikubaliana kuanzisha utaratibu wa mazungumzo. Mnamo 2002 baraza la NATO na Russia lilianzishwa. Vile Marekani imependekeza kufufua mazungumzo ya usalama chini ya baraza la NATO na Urusi kama sehemu ya kazi ya kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Mtu anayefahamu swala hilo anaiambia Bloomberg. Msaidizi wa Rais Volodymyr Zelensky ambaye anaongoza ujumbe wa Urusi kwenye mazungumzo ya Istanbul anaweza kutazamwa kama toleo la Urusi. Mjumbe maalum wa Rais wa Marekani Steve Witkoff katika swala la mamlaka Lauren Miroshnik, balozi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi anayehusika na kusimamia uhalifu wa serikali ya Kiev, anasema Witkoff na Volodymyr Medinsky ni maafisa wa mamlaka takriban sawa. Hiyo ni Trump anatuma mtu aliyeidhinishwa kushughulikia mchakato huu, na Volodymyr Medinsky amepewa mamlaka na maagizo sawa, lakini kwa kawaida yale ambayo yanaendana na sera ya Urusi. Atawakilisha maslahi ya Urusi katika ukumbi wa Istanbul na kutekeleza maagizo yaliyotolewa. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.